Siku zote walimudu kumudu hadithi hadi usiku wa harusi yake. Kijiji cha Duru kilikuwa na siri moja iliyofichika kwenye moyo wa msichana mrembo. Je, unaweza kuhimili upendo unaobadilisha maisha yako kabisa? Hivyo ndivyo hadithi yetu inavyoanza, na usiku wa leo utajua kwa nini kijiji hiki hakitasahau jina la Obiora. Huko Duru, ambapo viumbe vya ajabu na wanadamu waliishi pamoja, Obiora alikuwa kipekee. Uso wake uling'ara kama jua la asubuhi, na tabasamu lake lilikuwa kama upepo laini unaovuma kwenye nyasi. Lakini chini ya uzuri huo, Obiora alikuwa na siri ambayo ilimudu kila mtu. Wanaume wengi walijaribu kumudu moyo wake, wakisema, Obiora, mrembo sana, je, utanioa? Lakini Obiora alikataa kwa upole, akisema, asante, lakini bado siko tayari. Moyo wake ulitaka uhuru, upendo wa kweli, lakini hofu ya siri yake ilimudu amani yake. Kila asubuhi, Obiora alifika sokoni na matunda na mboga zake za kupendeza. Wateja walipenda kununua kwake, lakini hakuna aliyejua anakoishi. Alifika kabla ya jua na kuondoka kabla ya giza. Obiora anaishi wapi? Anakwenda wapi? Wanakijiji walinong'ona, lakini alibaki siri, kama upepo unaopita bila kuacha alama. Je, ni siri gani aliyokuwa ameficha? Siku moja, mwanamume mwenye sura ya kupendeza aitwaye Emma alifika sokoni. Macho yake yalipomudu Obiora, moyo wake uliruka. Huyu ni nani? Ana uzuri wa kushangaza. Alimudu akisema, habari, mimi ni Emma. Jina lako ni nani? Obiora alitabasamu kwa upole, mimi ni Obiora. Naweza kukusaidiaje leo? Mazungumzo yao yaliruka kutoka hali ya hewa hadi maisha ya kijiji, na Emma alihisi kama amepata hazina. Siku zilipopita, walikuwa marafiki, na Emma alihisi upendo ukianza kumudu moyo wake. Lakini usiku mmoja ulibadilisha kila kitu. Jioni moja, alipomudu Obiora akipakia vitu vyake, Emma alisema, naruhusu nikurudishe nyumbani. Giza lina hatari. Obiora alisitasita, lakini hatimaye alikubali. Walipokuwa wakitembea, giza lilienea na hewa ikawa baridi kama barafu. Ghafla, Emma alihisi mkono wa baridi ukimgusa mgongoni. Aligeuka kwa hofu, hakuna mtu. Moyo wake ulianza kupiga kwa kasi, na alimudu Obiora mbele yake, akitulia kama kawaida. Obiora, nafikiri nirudi kijijini. Giza linanipa hofu, alisema, sauti yake ikitetemeka. Obiora alitabasamu kwa upole, sawa, Emma. Rudi salama. Emma alikimbia, na tangu siku hiyo hakurudi tena sokoni. Nini kilikuwa kimetokea usiku huo wa ajabu? Obiora alimudu Emma akiondoka, na moyo wake ulijaa uchungu. Yeye hakuwa msichana wa kawaida. Alitoka msituni ambapo familia yake, viumbe vya kichawi walioweza kubadilisha sura, waliishi. Obiora pekee ndiye aliyeweza kuwa na sura ya mwanadamu kila wakati. Wazazi wake walimudu, Obiora, usioe mwanadamu. Ulimwengu wao na wetu ni tofauti sana. Lakini Obiora alitaka uhuru. Alitaka upendo. Alipomudu Emma, wazazi wake walimudu na kumudu Emma kwa kumudu mkono wa baridi usiku huo. Lakini Obiora alikuwa na uamuzi mwingine. Siku moja alirudi msituni akitetemeka kwa ujasiri. Familia yangu, nawapenda, lakini nataka kuishi maisha yangu. Nataka uhuru. Wazazi wake walilia, lakini walimudu. Jihadhari, Obiora. Ulimwengu wa nje ni mgumu, walionya. Obiora aliondoka msituni akahamia Duru kabisa, akificha siri yake. Lakini je, angeweza kutoroka laana ya familia yake? Ili kuhakikisha uhuru wake, Obiora alimudu hekalu la Abiri, roho yenye nguvu inayosaidia wale wanaotaka maisha mapya. Alipiga magoti mbele ya madhabahu, akisema, Abiri mkuu, nataka kukata uhusiano na familia yangu. Nataka kuishi kwa uhuru huko Duru.
Abiri alionekana kwa mwanga laini akisema, nitakutimizia, lakini wazazi wako watakasirika. Wanaweza kukulaani. Obiora alikubali na Abiri akakata uhusiano wake na familia yake. Lakini kama alivyoonwa, mama yake alilaani, hautapata furaha na mwanadamu. Wote watakuacha kwa huzuni. Je, laana hiyo ingeweza kushindwa? Huko Duru, Obiora aliendelea na maisha yake akimudu siri yake. Siku moja, mfanyabiashara maarufu aitwaye Kalo alifika kijijini. Alipomudu Obiora alishangaa. Huyu msichana ni nani? Alimudu kwa tabasamu, habari, mimi ni Kalo. Wewe ni Obiora, msichana ambaye kila mtu anamsifu, sivyo? Obiora alitabasamu na wawili hao wakaanza kuzungumza. Siku zilipopita, Kalo alirudi sokoni kila siku akimudu Obiora. Moyo wake ulianza kumudu upendo na siku moja alisema, Obiora, nakupenda. Je, utakuja kuishi na familia yangu kama mke wangu? Obiora, ingawa alikuwa na hofu ya laana, alihisi mwanga wa matumaini. Alikubali kukutana na familia ya Kalo. Lakini mama yake Kalo alimudu Obiora kwa wasiwasi. Msichana huyu ana siri. Kuna laana inayomudu, alisema kwa ukali. Kalo alishangaa lakini alimudu mama yake. Obiora, samahani, lakini mama yangu hakubali. Lazima niwasikilize. Moyo wa Obiora ulivunjika tena. Alirudi Duru akitabasamu kwa wanakijiji lakini akilia ndani. Je, angeweza kupata upendo wa kweli? Huku laana ikimudu, Obiora alirudi kwa Abiri. Laana hii inanilemea. Tafadhali nisaidia kuiondoa. Abiri alimudu kwa huruma. Nitakuondolea laana, lakini usikasirike kamwe. Ukikasirika, laana itarudi kwa nguvu zaidi. Obiora aliahidi na Abiri akaondoa laana. Obiora alihisi uzito ukiondoka moyoni mwake. Alirudi Duru akilia kwa furaha na matumaini mapya. Lakini je, angeweza kuweka ahadi yake? Siku moja akiwa ameketi karibu na kijito, Obiora alilia kwa huzuni. Je, nitapata mtu wa kunipenda bila laana? Ghafla sauti laini ilisema, uko sawa. Alimudu mwanamume mwenye tabasamu la joto. Chidubem. Mimi ni Chidubem. Ulikuwa umehuzunika? Obiora alitabasamu na wawili hao wakaanza kuzungumza. Siku zilipopita walikutana mara kwa mara na Obiora alihisi upendo ukianza kumudu moyo wake. Chidubem alisema, Obiora, wewe ni wa ajabu. Nataka kuwa nawe. Obiora alisitasita akimudu laana yake, lakini hatimaye alisema, mimi pia nakupenda, Chidubem. Lakini je, upendo huu ungeweza kudumu? Chidubem alimudu Obiora akisema, nioe, Obiora. Tujenge maisha pamoja. Obiora akiwa na furaha alikubali. Kijiji cha Duru kilijaa shangwe kwa ajili ya harusi yao. Siku ya harusi ilifika na Obiora alionekana kama malaika akiwa amevaa jezi nyeupe. Walifunga ndoa chini ya jua, wanakijiji wakiwapongeza kwa furaha. Lakini usiku huo, kitu cha kushangaza kilitokea. Obiora alihisi baridi ikimpita mwilini. Macho yake yalijaa hofu alipomudu Chidubem. Ghafla, miguu yake ilianza kuungana, ngozi yake ikawa na magamba na akageuka kuwa nyoka mkubwa. Chidubem alipiga kelele, akakimbia nje akipiga mayowe ya hofu. Nini kilikuwa kimetokea kwa Obiora? Wanakijiji walikusanyika wakiogopa nyoka mkubwa aliyetoka nyumbani. Hii ni laana, wengine walipiga kelele. Wazee walimudu Orakle kwa majibu. Orakle alifika akimudu Obiora ambaye sasa alikuwa nyoka asimame mbele. Kwa sauti ya huzuni, Obiora alisema, mimi ni Obiora. Nilitoka msituni ambapo familia yangu ni viumbe vya kichawi. Nilitaka upendo wa mwanadamu, lakini wazazi wangu walinilaani. Sasa laana imenishika tena.
Wanakijiji walimudu kwa huruma, wakimudu msichana waliyempenda. Orakle alimudu Chidubem, una nini cha kusema? Chidubem akitetemeka alikiri, nilitaka kumudu Obiora kwa mali na nguvu. Nilitaka kumudu na kumwacha. Wanakijiji walishangaa wakiwa wameumia na ukweli huu. Je, Chidubem angeweza kurekebisha makosa yake? Orakle alisema, Chidubem, ulitaka kumudu Obiora. Sasa utabaki naye kama mke wako. Hii ni adhabu yako. Wanakijiji walishangaa lakini walimudu hekima ya Orakle. Obiora na Chidubem waliagwa kuondoka Duru, wakiingia msituni ambapo familia ya Obiora iliishi. Walipofika, Chidubem alisema, samahani kwa makosa yangu. Nataka kujifunza na kukaa na Obiora. Wazazi wa Obiora walimudu kwa huruma na wakamkubali. Obiora, sasa huru kuwa yeye mwenyewe, alibadilisha sura zake, wakati mwingine mwanadamu, wakati mwingine nyoka. Chidubem alijifunza kumudu katika sura zote. Je, wangeweza kupata furaha pamoja? Muda ulipopita, wawili hao walipata amani msituni. Chidubem alijifunza kumudu Obiora kwa moyo wa kweli, na Obiora alipata familia na upendo alioutamani. Hadithi yao ikawa somo kwa Duru, kuwa na uaminifu, heshima na upendo wa kweli. Je, ungependa hadithi zaidi kama hii? Ikiwa umeipenda, piga like, toa maoni yako, na usisahau kujiunga na channel yetu kwa hadithi za kichawi kama hizi.